kushinda. Changamoto zote zitakazo kusonga katika ile maamuzi ulifanya, na ukikumbuka ulimhusisha Mungu, bila shaka tunasema atakupea an escape route. You are going to find a solution, kwa sababu ulimhusisha Mungu kwanza, na Mungu anapenda tumuhusishe kwa kila jambo tunalofanya, kwa kila maamuzi, every decision we make. Ndio maana tunaimba tunasema that we have given ourselves to God. Tumejipeana kwa Mungu kama dhabihu, na ndoto zetu, maamuzi yetu, mikakati yetu tumeweka kwa mikono yake, ndiye aweze kutuongoza kupitia kwa Roho Mtakatifu. Mpenda na kuhimiza leo asubuhi ya leo, kwa kila jambo unalofanya, uamuzi unaofanya, uwe ni uamuzi wa ndoa, uamuzi wa kikazi, uamuzi wa biashara, uamuzi wa kuchukua mkopo, muhusishe Mungu kwanza, kwa sababu unapomhusisha Mungu ataweza kufanya kazi yako ikuwe ni kazi ya kimungu. Kwa sababu unapofanya kazi yako na ulimhusisha Mungu, hiyo maamuzi itakuwa inaongozwa kwa njia mwafaka. Na tupate neno lingine la Mungu kutoka kitabu ya Luka Mtakatifu 6:38. Wapeeni watu nanyi mtapewa. Luka 6:38. Wapeeni watu nanyi mtapewa. Huu mstari ya maandiko linatumiza tukue na ukarimu katika biashara na maisha ya ujumla. Mfano, mfanyi biashara anayesaidia jamii yake, anayefanya kwa sababu amesaidia jamii yake, ni kwa sababu biashara yake imemwenda vizuri, kwa sababu kazi yako imekwenda vizuri, kwa sababu kazi yako ya ukulima imekwenda vizuri. Unaweza kusaidia jamii yako kwa kuwa mhitaji. You can help the need in your society. Utasaidia wafanyikazi wenzako, watatarajia baraka kutoka kwako. Mfanyi biashara anayehusisha Mungu katika maamuzi anayofanya kikazi ama kibiashara, anaweza kupokea wateja wengi, anaweza kupata matunda mingi katika biashara yake. Na Mungu anasema uwe ni mfanyi biashara yeyote ama mtu katika ofisi, tumia ile kitu Mungu amekupatia, ile matunda amekupatia, kwa sababu ya kufanya maamuzi bora, na amenawirisha kazi yako. Ile unalopata, Mungu anasema jiwekee kidogo, ingine tumia, ingine toa sadaka, ingine saidia watu katika jamii nao waliokuwa na hitaji. Na watu waliokuwa na hitaji ni kama mayatima, ni kama wajane, ni kama wale wazee wakongwe sana, ama waliokuwa wagonjwa, watu walioko magerezani, walioko kwa vitengo ya watoto kama children's homes. Na pia usije ukaona hao ni peke yake ndio wako na uhitaji, kwa sababu umefanya uamuzi bora na umepata matunda bora. Hata wale walioko kwa maofisi, hata mfanyikazi mwenzako anaweza kuwa ni mhitaji pia. Na uhitaji imaanishi ni wakati wa shida peke yake. Mtu anaweza kuwa mhitaji hata wakati anafunga ndoa yake ama wakati anasherehekea. Mungu anataka pia uwasaidie. Usije ukapata faida juu ya uamuzi bora ulifanya, ukamhusisha Mungu ya kimungu, ukafanikiwa kimaisha, ukafanikiwa kibiashara, ukatitia kiburi kwa kusaidia wapenzi wako tu, ama kusaidia walio wapenzi wako ama majamaa wako peke yake, ama walio marafiki zako. Hapana, saidia kila mtu. Penye Roho wa Mungu atakuelekeza, kwa sababu uamuzi wa Mungu pia Roho wa Mungu ako ndani pale. Ataweza kufanya ukuwe na maamuzi bora. Na maamuzi bora ni kujumuisha watu wote. Ukiwa umesaidia watu katika jamii yako, hiyo uamuzi yako, hiyo kutusaidia watu walio na hitaji katika jamii yako, itasaidia familia, itasaidia jamii yako, itasaidia nchi ya Kenya na ujumla. Na hivyo tunakuwa tumechangia katika ujenzi wa taifa, katika ujenzi wa jamii, katika ujenzi wa jimbo letu la Kericho. Unapokuwa unasaidia the needy, usikuje ukaweka vitengo ukasema hao ndio wakusaidia au si wakusaidia. Watu wako na mahitaji tofauti, na watu walioko na mahitaji tofauti wako kila mahali na nyanja tofauti. Kumbuka wewe ni uzao wa Abrahamu, na uzao wa Abrahamu si vibaya kuitisha utajiri ama kuitisha mali kutoka kwa Mungu. Tunaposoma katika kitabu ya Yakobo 1:5, na nisome, lakini mtu wa kwenu akikosa hekima na aombe kwa Mungu. Hii mstari inatuelimisha kwamba tunapotaka hekima kutoka kwa Mungu, tuitishe hekima, kwa sababu hekima inayotoka kwa Mungu ndio itusaidie kufanya maamuzi bora. Ni hekima ambayo Mungu anatupatia bila kuangalia sisi ni akina nani. Mungu anatupatia hekima inayotoka mbinguni. Hiyo
hekima iangalii cheo chako, iangalii kiwango chako cha elimu. Hiyo hekima ni hekima